Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti yetu leo inaitazama Marekani na Iran. Je, zinaelekea katika amani au zitarudi tena katika uwanja wa vita? Endelea kuwa nami nikufahamishe kwa mapana. Ulimwengu kwa sasa unatarajia mazungumzo mema ya kufikia makubaliano kati ya Marekani na Iran. Ulimwengu unataka kusikia kwamba Marekani na Iran zimefikia makubaliano na zimesitisha vita. Na ni kutokana na kwamba vita vya Iran na Marekani vimekuja kusababisha kuyumba kwa uchumi wa ulimwengu, na ni kutokana na kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz ambao ni njia ya utiririshaji wa mafuta karibia 20 hadi 25 kuelekea katika maeneo mbalimbali duniani. Kwa sasa hatua kusitisha mapigano ipo hatarini. Mchakato wa kidiplomasia unakaribia kufaulu, lakini rais wa Marekani hajaridhika. Lakini kuna milipuko inayosikika karibu katika Ghuba. Nini cha kufanya kuhusu haya kwa sasa, na ikizingatiwa kwamba ni mambo ya kutatanisha ya mahusiano kati ya Marekani na Iran? Je, tuko karibu na amani au tutarudi kwenye uwanja wa vita? Neno la hivi punde kutoka ikulu ya White House ni kwamba wapatanishi kutoka pande zote mbili wamekubaliana mfumo wa kuongezwa kwa siku 60 kusitishaji wa vita ili kutoa nafasi kwa mazungumzo zaidi. Lakini hilo bado linahitaji idhini ya rais wa Marekani Donald Trump. Hili halijathibitishwa na Iran pia. Hatua hiyo iliyojiri mwishoni mwa wiki imejaribu katika mpango wa usitishaji wa mapigano ambao ulianza kutekelezwa tarehe 8 Aprili na sasa umedumu kwa muda mrefu zaidi. Hatua ya mapigano iliyotangulia, Iran ilijibu mashambulizi ya hivi punde zaidi ya Marekani ambayo ilijumuisha kile kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilichotaja kama eneo la kudhibiti ardhi katika mji wa bandari wa Bandar Abbas kusini mwa Iran, kwa onyo kwamba uchokozi hautapita bila jibu. Jeshi lake la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kisha likasema kuwa limeshambulia kambi ya anga ya Marekani. Haikusema ni kambi ipi, lakini CENTCOM baadaye ilisema kuwa kombora la ballistic lilinaswa juu ya Kuwait ambako Marekani ina vituo kadhaa vya kijeshi. Ikirejelea lugha ya Tehran, CENTCOM imeliita shambulizi hilo ukiukwaji mkubwa wa usitishaji wa mapigano. Yote yanaonekana kuwa ya kuogofya, lakini hii bado ni tofauti na majibizano ya hasira ambayo yaliidhinishwa wiki 5.5 za kwanza za mzozo huu. Wakati huo Marekani na Israel zilizindua maelfu ya mashambulizi dhidi ya shabaha kote Iran, na Tehran ilijibu kwa milio ya ndege zisizokuwa na rubani na makombora ya balistiki dhidi ya vituo vya Marekani katika nchi za Ghuba na Israel. Marekani ilisema siku ya Alhamisi ilizidungua ndege 5 zisizokuwa na rubani za Iran ambazo zilitoa tishio karibu na mlango wa bahari wa Hormuz, ikipendekeza meli za kibiashara au za kijeshi kwa mara nyingine tena ndio lengo la wasiwasi. Lakini hakuna upande unaonekana kuzingatia aina mabadilishano ambayo tumeona wiki hii kama kuashiria kurudi katika vita vya moja kwa moja vya pande zote. Wakati wote mchakato wa kidiplomasia unaohusisha watendaji wengi unaendelea upande wa nyuma. Tunapata muhtasari wa mchakato huo mara kwa mara, lakini ni wa sehemu na wa muda mfupi. Jumatano ya wiki hii vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliripoti vipengele vya kile walichokielezea kuwa rasimu sio rasmi ya mkataba wa maelewano wenye hoja 14. Ripoti hiyo ilijumuisha kila kitu ambacho Tehran ingependa kuona: kuondolewa kwa mzingiro wa majini wa Washington kwenye bandari za Iran, lakini uondoaji wa vikosi vya Marekani kutoka karibu na Iran na kurejeshwa kwa trafiki zisizokuwa za kijeshi kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, huko Iran na Oman zikiwa na udhibiti na usimamizi na upitishaji wa meli hizo. Kinachokosekana katika ripoti hiyo, kulikuwa na mazungumzo yoyote ya makubaliano ya Iran haswa juu ya suala la muhimu zaidi la nyuklia. Ikulu ya White House ikatoa taarifa fupi ikiita rasimu inayodaiwa kuwa uzushi kamili. Baadaye, wakati wa mkutano wa hivi punde wa baraza la mawaziri katika ikulu ya White House, Trump akatoa taarifa kwamba bado hajaridhika na mapendekezo ya makubaliano hayo. Trump alitaka Iran ianze kutupa vitu ambavyo wanapaswa kutupa, kwa maana uranium iliyorutubishwa. Hakufafanua na akarudia onyo lake kwamba kushindwa kwa Tehran kutii kungezoa kurejea vitani. Lakini wa Iran wenyewe wakasema kwamba hawawezi kutiishwa na kupigishwa magoti kwa kile ambacho Trump anataka. Ikiwa hawatafanya hivyo, mtu aliye upande wangu wa kushoto atawamaliza, alisema akimgeukia waziri wa ulinzi Pete Hegseth, wakati huo wakiwa katika baraza la mawaziri la White House. Kulikuwa na dalili za tabia ya kutokuwa na subira pia. Alipoulizwa kuhusu ripoti kwamba
Iran na Oman huenda zikataka kudhibiti usafiri wa meli kupitia eneo hilo la mlango wa bahari Hormuz. Trump alitoa onyo kali kwa mshirika wa jadi wa Marekani. Oman itatenda kama kila mtu mwingine au itabidi tualipue, alisema Trump. Wakati huo hazina ya Marekani mnamo Jumatano iliidhinisha Iran mpya mamlaka mlango wa bahari Hormuz ya Uajemi iliyoundwa na Tehran kusimamia trafiki kupitia mlango bahari wa Hormuz. Lakini pia Wizara ya Fedha ya Marekani kuhusu udhibiti wa mali za kigeni OFAC iliutaja mpango huo jaribio jipya la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran kufadhili kampeni yake ya ugaidi unaofadhiliwa na serikali. Kama kawaida, Trump alikuwa akifanya kila awezalo kusikika kana kwamba vita vitapangwa, akipuzilia mbali pendekezo lolote kwamba alihitaji kufanya makubaliano haraka ili kuepusha ongezeko zaidi katika soko la mafuta au kurejea nyuma kwa kisiasa katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa Novemba. Lakini hakuna ubishi kwamba yuko katika kifungo. Makubaliano ya kuridhisha bado hajafanikiwa na kuna baadhi ya wanachama katika chama chake, bila kusema lolote kuhusu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambao wanapenda arudi vitani kumaliza kazi. Lakini mashinikizo kama hayo yanashuhudiwa pia mjini Tehran, ambako baadhi ya watu wenye misimamo mikali zaidi nchini humo wanasisitiza juu ya malengo ya upeo wa juu, wakisema kwamba Iran inaonyesha kuwa haiwezi kutawaliwa. Juhudi za kidiplomasia zinaongozwa na Pakistan ni ngumu mno. Wakati huu Pakistan inaonekana ipo katika upande fulani, na kila upande, hasa upande wa Marekani, umekuwa ukiona Iran pengine inashirikiana karibu. Masuala ambayo yanagawanya pande hizo mbili ni makubwa. Kwanza ni mpango wa nyuklia wa Iran, pili ni usimamizi wa mlango wa bahari Hormuz na kuondolewa kwa vikwazo na kusimamisha mali. Lengo la haraka ni mkataba ambao ungemaliza vita na kuweka ramani ya mazungumzo ya kidiplomasia ambayo yangefuata, na inaonekana kuwa ni ngumu pia. Siku ya Jumatano, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema saa au siku zijazo zitaonyesha kama maendeleo yanawezekana. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.